Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Dastina Tibashailwa. Mgombea ubunge jimbo la Kigoma mjini Zito Kabwe amewaomba wapiga kura katika jimbo hilo kumchagua kuwa mbunge, kwani yeye ndiye mwenye funguo ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa jimbo hilo. Kabwe ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Kidagara, kata ya Businde, manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo amesema kuwa jimbo la Kigoma mjini linahitaji mtu shupavu ambaye atasimama imara kuhakikisha fedha inayopitishwa na serikali kwa ajili ya maendeleo ya watu wa mji huo inatolewa na miradi inatekelezwa. Amesema kuwa akiwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, na wakati huo manispaa ya Kigoma Ujiji ikiwa na idadi kubwa ya madiwani kutoka chama cha ACT Wazalendo, walifanya kazi kusimamia maendeleo ya mji huo, ikiwa ni kusimama imara kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa miji inatekelezwa, na ndiyo maendeleo yanayoonekana sasa. Chama cha Mapinduzi CCM kimepanga kuanzisha mashamba darasa ya sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Mgombea mwenza wa urais wa tiketi ya CCM Daktari Emmanuel Nchimbi amesema mashamba hayo ni sehemu ya mkakati wa CCM katika miaka 5 ijayo kuboresha maisha wa Tanzania kwa vitendo, sambamba na ahadi zilizotolewa kwenye ilani ya uchaguzi ya 2025-2030. Daktari Nchimbi ameyasema hayo kwenye mkutano wa kampeni katika kijiji cha Ifoagi, jimbo la Mfindi Kaskazini, mkoani Iringa. Na kimataifa, mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York, na viongozi mbalimbali wakiwemo wa Afrika wanaendelea kuhutubia. Katika mkutano huo, viongozi mbalimbali wa Afrika wamehutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kushinikiza kuwa bara hilo linapaswa kushirikishwa kikamilifu katika maamuzi ya kimataifa. Katika hotuba yake, Rais wa Kongo ametaja Afrika kama bara lenye mustakabali mkubwa, akitaka Umoja wa Mataifa kuwa na uwakilishi na uwazi zaidi, sambamba na kuwa karibu na uhalisia wa changamoto za ulimwengu. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani FBI na mkosoaji maarufu wa Donald Trump, James Comey, amefunguliwa mashtaka kwa makosa mawili ya jinai. Mkurugenzi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani FBI na mkosoaji maarufu wa Donald Trump amefunguliwa mashtaka kwa makosa mawili ya jinai wakati rais wa Marekani Donald Trump akizidisha kampeni ya hatua za kisheria dhidi ya maadui wake wa kisiasa. Mashtaka hayo yamefunguliwa siku chache baada ya rais huyo kutamka hadharani akimtaka mwanasheria mkuu wa serikali Pam Bondi kuchukua hatua dhidi ya James na wengine anaowaona kuwa maadui. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media TZ, Facebook Ishizo FM TZ, X Ishizo Media, na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Dastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.